Yule mtume anasema hapana, kuna kitu umefanyiwa, sema. Bwana sifiwe. So unaona anasema kuna mafundisho, sio? Kile hapo mko hapo. Umepewa kila mtu taa. Ndani nini? Kama torch. Sasa lakini torch ndio iwake. Nani anaiwasha? Umepewa uibebe. Kwa hivyo una amri ya kuwasha na kuzima. Si ndio? Basi, kwa ulimwengu wa giza hapa nani? Kwa giza. Wewe umepewa hiyo torch. Lakini mara nyingi tunaizima, tunaamua kutembea kwa giza na wale wengine. Unamwambia fulani, wewe ni wataba na umesema unamjua Yesu. Tunaenda wapi? Uko na torch, lakini unataka kufanya nini? Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo. Kama vile pastor anasema, midomo yetu inasema nini? Sababu midomo yetu inasema je kwa moyo? Sio? Wewe unampenda Yesu, lakini kwa mdomo haupendi. Sio? Unafaa ukiongea wakati watu wametusiana, wewe ni dawa. Sio? Kuja tukae chini tuongee. Hiyo tu ndio Mungu anataka. Lugha zetu ziwe lugha za upendo. Vile dada yangu Nazi anasema. Ile kujumuika pamoja, ushirika pamoja. Unamjali mwenzako. Si kweli? Kristo haonekani leo, lakini roho wake yuko ndani yako. Itajulikanaje roho wake yuko ndani yako? Kwa lugha yako iwe ya upendo. Bwana asifiwe. Nilikuwa nimeanza ushirika, nilikuwa namuona kama kuna watu ambao by the way wakati tuko hapa roho wa Mungu anafanya sote tuko pamoja. Sawa? Na kwa wote pamoja. Kwa tunamegeana kutoka sahani moja. Tunashibishwa sisi wote. Lakini nategemea na yule mwenye atakula na kuna mwingine atalala. Anangoja tu kuomba na pastor. Hapana, leo atapata mtumishi akienda. Si pastor Pamela hiyo ataniambia wewe. Lakini kuna yule ako na njaa anakula mingi. Watakuwa sawa? Huyu mmoja atakuwa utajua mwenye ameshibishwa kwa mienendo yake, kwa lugha zake. Si kweli? Popote pale utaenda. Hili neno ni silaha. Nashukuru sababu kufundishwa unafundishwa atawafundisha. Hata kama utakuwa na Bible utafundishwa. Lakini kuna kitu hii taa nawaambia ni moto. Ni hatari kumhubiri Kristo bila moto wake. Bila moto wa Roho Mtakatifu ni hatari. Hapo ndo nakuta mtu anakemea mapepo, pastor anapigwa makofi mpaka anatoroka. Hapo ndo nakuta mwingine amevuliwa nguo, anasema ni drama, lakini kwa sababu hana nini? Hana moto. Ako na upanga yenye haikati. Sasa umeenda umegonga ile umbo au hujaua, umbo anafanya nini? Atauma. Ni hatari kufanya huduma bila moto wa Roho. Kwa wakati unasikia kuna kisima cha moto, enda. Pepa huo moto. Bwana asifiwe. Kama vile mtumishi kabla hajakuja hapa. Ushajua kwa nini? Mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Akitoka hapa akienda popote pale kuna mgonjwa, ule moto uko. Yes. Sema haukuwa nao utaongezeka. Popote pale anakuwa suluhisho. Lakini mkikataa kuwasha tochi, ndugu zenu watazidi kuhangaika. Ule ushuhuda ambao nataka Pastor Pamela aseme, kwa huyo mama Nancy wa kule West Pokot, ni kansa imepona. Amen. Kansa imepona? Amen. Ananiambia kuhusu kansa peke yake kwa imekatwa inamuuma. Nikamwambia naomba na wewe. Lakini imani yangu siku hizi si ya kuomba peke yake. Ni ya kusikia sauti ya Mungu. Yes. Kuwa huko niko na wewe hapa. Na huko niko na yule kule. Kwa hii simu hii niko na ule wewe transmit tu store. Unajua kustua gari wake. Store gari ngurume, ukitaka kujua hii nguruma ule ataongea huko. Kwa nini tunaomba? Lakini paka roho anene. Roho kanena kuwa nimekamua nimetoka. Hapo naambia kuna fibroids, pia fibroids ametoka. Sasa muulize na kama ulikuwa na fibroids,
oh, siku zangu zilikuwa zinarukaruka. Basi hiyo ni roho amenena. Kama kuna kitu mbona naamini ni ya roho. Nikikuombea useme bado inaniuma. Roho akiniambia amepona, waambie atembea umepona. Kwa sababu that is the final word of God himself. Bwana asifiwe. Kwa hivyo leo wacha niwashukuru kwa kupata nafasi ya kuja. Wacha shughuli zenu tu. Umepata hii privilege ya kuja kwa uwepo wa Mungu. Si uwepo wangu. Wewe mwambie jirani yako karibu. Mwambie karibu katika jina la Yesu. Karibu katika jina la Yesu. Karibu kwa uwepo wa Mungu. Karibu kwa uwepo wa Mungu. Tujidai, tujivunie kuwa na Mungu. Tukijidai, usijidai kwa kingine. Jidai kwa kuwa na Mungu. Kuja kwa uwepo wa Mungu. Napenda kutia moyo wale walikuwa karibu na mimi sana kama kamera. Nilikuwa namwambia hesabu ya binadamu tangu mwanzo wa dunia mpaka kule mwisho, the whole population, wale watu wamekufa, wamezikwa, wote hawajulikani, kuanzia kina Adam mpaka kule mwisho, population yao haiko sawa na ya malaika. Malaika bado ni wengi na sisi tunapungua, kila generation inakufa, inapea nafasi, lakini malaika wako wawili. Hata hatua hapa na hapa kuna malaika na mngano wao, lakini hawatanisaidia mpaka niwashe tochi. Mpaka nifanye nini? Niwashe. Niangushe yule mtu wa zamani, nifanye mtu mpya. Haina nusu. You must. Ndio maana tunaongea kila wakati utakatifu jamani. Utakatifu jamani. Utakatifu jamani. Utakatifu jamani. Hapa Nandi mambo mawili yanasumbua watu. Mambo ya uganga na uchawi na washirati. Those two. Zinakula makanisa. Zinakula watu wameitwa. Hizi zinakula. Haya mambo mawili. Ikiwa tutashughulikia hayo, tutajitenga na hayo, basi Kristo ataingia mzima ndani yetu. Kwa kila wakati hapo kuna ushuhuda. Tunapenda kuachia moyo. Kienda leo kujifundisha, kuna neno hapa kuhusu ushirika. So ningependa kushukuru kwa hiyo. Na pia ningependa kushukuru kwa Mama Ruth kwa hiyo haya maendeleo ambayo yamefanyika. Ndio maana nilikuwa nasema ule wakati mwingine there has to be a pastor. Mimi si pastor. Sasa there has to be pastor. And Pamela is the pastor. Sasa ukiona with time tutapanuka. Sasa kuna watu wa msaada kama Pastor Moses wa msaada pia. Ruth pia she's coming up. Beatrice she's coming up. Nancy she's coming up. Karibu. Watu kuna treasure kuna Fidelis. Unafahamu? Unafahamu? Kwa hivyo kuna huo mpangilio wa kalenda. Bwana asifiwe. Na haya yote ikiwa lugha yetu itakuwa ya upendo, kutakuwa na shida kweli? Lakini kama lugha yetu ni ya kidunia, mjinga yeyote akikosa mahali ya kurusha mawe, atakuja kurusha mawe. Si kweli? Kwa sababu anajua hakuna mpangilio. Kwa sababu anajua hapa kila mtu anangojea tu achokuzwe, arushe vumbi. Atarusha mawe, huo ndani amegoma na mwingine. Kumbe mawe imetoka wapi? Lakini ikiwa tutatoa mioyo yetu mzima kwa Kristo, haiwezi mngejua ule upendo mkubwa kwa Kristo. Kila wakati Kristo yuko nake kwa mtumishi ni nini, twende wapi? Halali. Kristo wa mwili alikuwa analala, lakini Kristo wa roho hala. Bwana asifiwe. Sitaki kucheka sana nikihubiri leo. So wacha sema Kutoka 33. Nataka tujifunze mambo mawili kuhusu ushirika wa roho. Ushirika wa Roho Mtakatifu. Ushirika wa Roho Mtakatifu. Mungu ni Mungu wa utatu. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hauwezi kuongea na Mungu Baba. Mungu Baba hakijui pasi na Mungu Mwana. Tunaelewana? Kwa sababu yeye mili yetu hii. Hii mili yetu ni michafu. Kwa hivyo hatuwezi kupambana, hatuwezi kutokezea mbele za Mungu Baba. Ndio tukahitaji. Kwa hivyo hata ukitokezea mbele ya Mungu
uso wako. Mungu hakujui Mwafrika ama mzungu, anaona uso wa Kristo. Tunaelewana? Amen. Ukienda kuapia mbele za Mungu, unaapia kwa uso wa nani? Yesu Kristo. Tunaelewana? Amen. Na Roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe, ametumwa hapa duniani kutusaidia sisi na kumshuhudia Mungu. Anatuelezea Mungu ni nani, na pia anatufundisha sisi. Kwa mfano, hatujui kuomba. Yeye anatufundisha kuomba mpaka inafika level nyingine ana switch. Tunasikia akina Sister Alex wengine anaongea lugha nyingine. Anaongea ndimi. Umesikia watu wanaongea ndimi? Ni Roho anaongea, anaomba kupitia huyo Mungu. Anamwombea yeye, anaombea wengine. Kwa hivyo intercessor, thanks, atajiombea yeye na aka intercede for someone else. Ni Roho Mtakatifu anamtumia kama chombo. Kwa sababu sisi tutaomba kwa lugha yetu ya Kikalenjin, ya Kiswahili, ya Kipokomo, lakini itafika mahali hiyo lugha haitoshi. Unapewa lugha ya mbinguni na yule Roho. Sawa sawa? Amen. Kwa hivyo huyu Roho ni Mungu mwenyewe. Anatuelezea, usipite hivi. Mungu anataka namna hii. Kwa sababu sisi hatujui. Kwa hivyo tutapataje? Tukitaka kumjua Mungu, ni sharti tuwe pamoja na Roho wa Mungu. Ambaye ni Roho, hiyo ni Roho. Kwa hivyo ningependa tusome hapo. Nataka tujue utofauti. Na hii ningependa, kwa sababu mumeambiwa leo kuwa hapa hatufundishi watu wa kukaa chini tu kwa shirika. Tunafundisha watu ambao wanaenda kuombea watu. Tunaona? Tunafundisha watu ambao wanaenda kuwa taa kule nje. Tunafundisha watu neno ambalo wakitoka hapa kienda mahali, hey, kuna mtu anakufa hapa, ujoin watu wakilia. Hatufundishi watu neno, unasikia kuna mtoto hapa anakufa, wewe unaanza kupiga nduru na wale wengine. Hatufundishi watu kama hao. Tunafundisha watu wakienda pale ni in the name of Jesus. Hao ndio watu tunafundisha, kwa sababu kumekuwa na giza vya kutosha. Giza limetawala kwa muda mrefu. Ni wakati wa nuru kung'aa. Amen. Mwambie mwenzako ni wakati wa nuru kung'aa. Mimi niko kwa hiyo nuru. Niko kwa hiyo nuru. Utakubali hiyo nuru hiyo ndani yako? Amen. Ndio maana leo hili neno halikuji neno tu, Roho yuko ndani yake. Ningependa tusome hapo Kutoka 33. Kutoka 33 mstari wa tutaanza kwa kwanza. Bwana akanena na Musa, haya ondokeni, tokeni hapa. Wewe na hao watu uliowaleta wakwee kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahimu na Isaka, Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii. Nami nitamtuma, nataka muelewe hapo, nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanani na Mwamori na Mhiti na Mperizi na Mhivi na Myebusi, waifikirie nchi iliyo imiminikayo maziwa na asali. Amesema atatuma nani? Malaika aende mbele yenu, akaondoe maadui zenu, mkafikiri nchi ya ahadi. Kwa maana waifikirie nchi imiminikayo maziwa na asali, kwa maana mimi sitakwenda kati yenu. Kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize nyinyi katika njia. Nataka tuelewane hapa mambo mawili. Kuna malaika wa Mungu na kuna Mungu mwenyewe. Si ni kweli? Hapa namwambia Musa, kwa hii safari kutoka hapa kutakuwa na shida, kutakuwa na vita, kutakuwa na maadui katikati ya hapa na kule Kanani. Mtahitaji msaidizi. Mtahitaji mtu wa kuwapigania. Mtahitaji wakati wa vita jemedari ambaye atapiga maadui zenu. The same case mimi na wewe leo. Katikati yako wewe na mbinguni, kwa kile kikombe, kile
taji ya uzima, kuna safari ya katikati, si ni kweli? Kuna magonjwa, kuna umaskini, kuna laana, kuna uchawi, kuna mapepo, si ndio? Kuna uoga. Haya yote ni maadui. Lakini kuna mambo mawili hapa. Wakati umemkiri Kristo, unakuwa malaika wa Mungu, unakuwa protect. Lakini hiyo peke yake haitoshi. Kuna hatari, kwa sababu hapa unamsikia Mungu anamwambia Musa, nitawapea malaika aende na nyinyi, nitampea instruction protect hao watu. Yule malaika atakuwa na protect. Mtu anataka kupigana na wewe, atamzuia, atamwangamiza hata. Lakini haimaanishi wewe uko na ushirika na Mungu. Haimaanishi wewe Roho wa Mungu ako ndani yako. Mimi naweza kuwa na kipawa cha kuombea watu wanapona mikono ya moto. Haimaanishi niko na ushirika na Mungu. Hivi vipawa ni malaika, unaweza kuwa nabii. Hao ni malaika, ministration of angels. Haimaanishi uko na ushirika na Mungu. You must have a fellowship with God. Kama wewe ni wa Mungu, lazima una ushirika na nani? Ndugu zangu nawaambia, dada zangu na mama zangu nawaambia, kuna hatari hapa. Kuna hatari, huyu ni nabii, anaona vizuri. Kuna hatari, huyu ni apostle. Kuna hatari, huyu anahubiri sana. Kuna hatari, huyu anaombea watu wanapona. Lakini kumbe hana ushirika. Uwepo wa Mungu hauko pamoja na mtu kama huyo. Atakuwa anasonga kila siku, lakini siku moja ataaibika. Bwana asifiwe. Maana uwepo wa Mungu hauko. Kwa hivyo yeye atakuwa anapigana, anashinda kabisa. Itafika mahali amefika kwa age na hajui. Anapigana tu, si amekuwa akishinda. Si amekuwa na nguvu. Amekuwa na nguvu, si ndio? Anapigana, hashindwi, lakini amefika kwa cliff. Unahitaji kikane nje? Mwisho. Amefika hapo, atateguka mwenyewe. Bwana asifiwe. Ni lazima kila wakati kuwa na ushirika na Roho wa Mungu. Bila ushirika na Roho wa Mungu ni safari ambayo is a very dangerous mission. It's a very dangerous mission. Sababu haujui mawazo ya Mungu. Haujui akili ya Mungu. The same case ilifanyika na yule nabii anaitwa Balaam. Balaam alikuwa anaona, soma Numbers 23, Hesabu 23. Alikuwa anajua, amefunguliwa macho yake, amefunguliwa masikio, amefunguliwa, ana ufahamu wa Mungu. Anafika mbele za Mungu, uwepo wa Mungu yuko, lakini hajajua akili ya Mungu. Anaenda mahali ambapo hapaswi kuenda, mpaka Mungu anamzuia. Kwa sababu kweli ana ufahamu, lakini hajui mawazo ya Mungu. This is a dangerous mission. Ambao siku hizi ni rahisi buko hashum. Naombea watu na naona. Naona. Hakuna nabii anaweza kujificha kwangu. Naona. Naweza kuombea watu hii. Naweza kufungua watu macho. Naweza kuponya watu. Watu wa kansa wanapona. Ikanipumbaza akili. Kuwa sasa nimefika. Tujafika. Ushirika ni jambo la kila siku. Amen. Kama kuna kitu Bwana hajakiumba kikamilike, complete, it is fellowship. Fellowship, it is an eternal thing. Tunaifanya forever. Utafellowship hapa, utakuta umeenda mahali pengine, utakuta na akina Daudi. Akina Daudi wako mbinguni wanafanya ushirika. Kuna siku nilikuwa nahuzunika sana. Niliomba, alafu kwa ile uchungu, groaning. Si groaning inayoona siku hizi tofauti. Ile groaning ya ndani, nikapelekwa, nilikuwa nimehuzunika na hofu. Roho akanipeleka mahali. Nimelia, nikapelekwa mahali, nikaikuta kwa mahali pengine. Kuna roho hapa, watu wamepiga magoti, wanasujudu. Roho ya katikati na kuna roho nyingine. Mimi niko hapa ya katikati. Kule nyuma, nimelia. Kuangalia hivi, nililia na uchungu sana. Lakini hao wengine wamevaa nguo nyeupe, wanasujudu.
wanasujudu wakimwabudu Mungu. Mimi nikaona huku ni wapi? Huku si duniani huku. Daudi akakuja akaniguza huko bega langu hili, alitia tu moyo, hakuniongelesha na akarudi nyuma. What am I saying? Ushirika haina mwisho. Mimi Boko nasema leo sitaki kuwa fellowship hapa, lakini in my heart lazima ule moto uendelee. Chochea ile kuni. Chochea. Kwa nini? Manyang'ao wako. Ikikuwa ushirika wangu ni kwa sababu mpaka brother Buko awe, wale nyang'ao wanangojea ule moto uzimike, wafanye mashambulizi. Je, utakataa useme wacha nizime tochi? Utakataa? Tuseme because mimi ni kama sisi ni kama wanajeshi tumeenda kwa vita. Ati kwa sababu tumejibizana kidogo wacha maadui wakuja watuangamize. Ni hekima hiyo? Ni swali la busara. Unasema whatever it is tutasimama kwa sababu tuko pamoja. Hivyo leo nawahimiza hapa duniani, nyinyi ndio jeshi la Mungu. Hapa duniani wewe ndio jeshi la Mungu. Roho wa Mungu anakutegemea wewe. Kila pumzi ambayo unapumua ni nafasi ya kumfanya Kristo ajulikane kule nje. Amen. Ni zawadi Mungu amekupea. Mtambulishe kwa watu. Yes. Vile vile mzee mmoja ameenda nyumbani amesema hii nataka kwanza, sijui kwa nini kujaza na mama umeanza na msichana. Alikuwa mama ako kila siku. Msichana ako Eldoret. Na alikuwa anaondoka. So kama msipishane. Mama ninaweza kuendelea. Lakini najua vile mnapenda wasichana wenu bwana mama. Baba na wasichana ni kwa special case. Yeah. Mimi na wewe. Kwa mambo mengine yote, pengine wewe ni daktari, una feel nafaa kuwa mwalimu, lakini hii ya kuombea watu ni jukumu lako. Bwana asifiwe. Amua leo uwe ndio nuru. Kuwa na ushirika na nani? Nataka tuende somo la pili. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Mstari wa kwanza. Mlango wa kwanza kifungu kile cha 5. Na hii ndio habari tuliyoisikia kwake. Na hii ndio habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba 1 John chapter 1 verse 5 to 9. Ya kwamba Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni, kama yeye alivyo katika nuru, tutashirikiana sisi kwa sisi. Na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Hii nasema Mungu ni nuru, na ndani ya Mungu, ndani yake hakuna hata kivuli. Hakuna nini? There is no shadow. Yani ni nuru, ni taa. Paulo anasema, Petro anasema huyu ni the unapproachable light. Yani ni nuru kiasi cha kwamba huwezi mkaribia. Na hiyo ndio anataka kwetu. Bwana asifiwe. Madhumuni ya Mungu tuumba sisi ni tutawale na Kristo. Sisi ametuumba Mungu Baba na Mwana. Alikuwa
Tunape mfano. Kuna baba na mtoto. Anatengeneza vitu cha matope. Mtoto anamza baba, nimependa hii. Na umependa hii. Nitakuundia nyingine mzuri zaidi. Anatengenezea dole mwingine wa mbao. Yule mtoto anamwambia baba, nimependa huyu ambao. Nimependa huyu ambao, nitakuundia kuna mwingine mzuri zaidi. Anamtengenezea mwingine wa glasi. Baba, nimependa huyu wa glasi. Anamwambia kweli mwanangu? Wacha nitakuundia mwingine mrembo zaidi. Anamuundia wa dhahabu. Hawa ambao wanaundwa ni mimi na we. Tunaundiwa kwa ajili ya Kristo. Hatujaumbwa, hauponywi, hatuishi maisha yako, hapana. Unakombolewa, unaoshwa dhambi, unafanya msafi kwa ajili ya Kristo. Nothing else. That's why hakuna power zingine kando. Msidanganyike ati kuna mtu anaenda kwa mganga anatibua na kuna uongo. Hakuna nguvu zingine. Zote zinakaa zinafanana. Ina mimi, lakini the real power ni ile yako hapa. Amen. The real power, I'm telling you, saa nyingine unafeel kama ile transformer. Risasi ukipiga hapa itafika hapa kilomita 1. Lakini hii power inatoka hapa kwa simu, inafikia mtu akotokana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Utapigia mtu simu hapa wa Amerika, anapona. Iye imepita risasi au hajapita risasi? Bwana asifiwe. Na real time. Na mara nyingi hata kabla hujakutana unakuta Mungu ashamnenea mtu. Au kama venye hujakutana ashanena kuhusu ukikutana naye mmegongana, au pole pole, mbona umenikanyaga bwana, pole pole, mimi naitwa Erastus Buko, mimi naitwa fulani, ni tumekutana mahali, inakuona mahali fulani, kumbe in the spirit mshakutana tayari. Huyo ndio Mungu ambaye namtumikia leo. Mimi na wewe tuko na jukumu moja tu, to live in the light. Kuishi maisha ya nuru. Kuishi maisha ya nuru inamaanisha kuacha maisha ya giza. Huwezi kuchanganya giza. Saizi kuna nuru kule nje. Lakini kuna wakati inakaa ni mchana kidogo, ni usiku kidogo. Bwana anasema mkoa watu wa aina hiyo nitawatema. Mtu kama anaenda lakini wakati utasema tu Bwana, mimi niko na unyonge. Mimi niko na hasira, nisaidie. Anaondoa. Sidhani kama kuna mtu alikuwa na hasira kama mimi. Mimi kule kazini walikuwa wanajua. Kama kuna kesi imesumbua watu. Ndio ananiambia tu hii kesi imekaa miaka 14 leta. Leta tu hapo. Utaona. Aidha huyu atoke hapa. Na naita mtu. Naambia yule ofisa hapa kwa mlango. Kati ya wazee wawili hao utatoka mmoja. Huyu mwingine lazima aende jela. Walikuwa wanipendea kwa sababu mimi nilikuwa na hasira. Ilechukua tu walikuwa wanapenda ni msimamo, lakini mimi naona ni hasira. Mzee atalia naambia hapana, nikikuacha utasumbua huko nje. Sitaki usumbue watu. Wewe una belong jela. Mzee atalia, pole, niambia kwanza kilia, mimi ndo nafurahi. So chochote mimi nimehangaisha watu. Unajua Bugo yuko, Bugo kuja kesi hapo huyu mtu anakidai kwa vizuri. Naambia mleteni tu. Atapona leo. Itakuwa ni machozi hapo. Lakini kumbe Mungu hufanya mtu mgeuzi. Bwana asifiwe. Kule nyumbani kuna watu walikuwa wanasumbua mzee. Mzee ameretire. Bwana mtusi mzee mpaka amekasirika, mpaka sura ya mzee wangu imekuwa mbaya. Ndio nimeandikwa kazi sasa. Hapo kuna watu wametusi mzee wako, nikasema okay. Hebu ambie kesho mimi naenda kuchukua loan. Nitahakikisha nimepeleka watu kotini. And they are my cousins. Niambia kama baba yao hakuwafundisha adabu, nani wakubwa wangu pale? Mimi nitawafundisha adabu. Nenda kuchukua loan. Either mimi ama wao, lakini mmoja lazima alale ndani. Hiyo payslip yao wakachukulia mzaa. Wakaambiwa wao sio sameonekana hivi. Waliingia kichanga wote. So wakaanza kunipenda kwa sababu huyu mtu kumbe ni kitu kiko ndani yangu. Hasira na ukali. Wakati Kristo alifanya mabadiliko, alitoa yote hiyo. Ningepigiwa simu siku hizi.
Kalia. Kule mara wanasema amani kalia, dale popote. Wanadanganyana amani na wanafanya mambo mengine. Lakini wakati Mungu anamnyorosha mtu, sema Bwana, mimi nataka kuishi maisha ya Mungu. Anakusaidia. Bwana asifiwe. Amen. Kristo anamwambia Mungu Baba, hawa ni ndugu zangu. Mimi nimekaa duniani. Si rahisi. Waongezee roho. Kila wakati Kristo anatuombea mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana, unamwona Erastus anajaribu. Kwa hiyo hali yake hiyo, muongezee roho, si rahisi. Naye Baba anampenda mwana. Apewe. Hakuna kitu Kristo atasema Baba amnyime. Bwana asifiwe. Amen. That is the beauty of it. Ndio maana Kristo alipokuja duniani, anaambia nakutukuza Baba. Naye Baba anasema nakutukuza mwana. Amen. Kwa hivyo kila siku kuna mpira uko hewani wa Baba anamtukuza mwana na mwana anamrudishia Baba utukufu. Na sisi anataka tuingie pale kwa tabia zetu, kwa mienendo yetu, na mtukuza mwana. Pokea ule roho, hajakuja hapa kujitukuza yeye, amekuja kumtukuza nani? Mwana. Sisi hatuwezi kuwa katika ulimwengu wa roho, tuko kwa hivi. Ndio maana mhitaji Roho Mtakatifu. He is the platform. Amen. He is the platform that introduced in that realm. Mimi na wewe tunaona tuko haya macho, lakini Roho Mtakatifu anatupea macho mengine ya ndani, ambayo naweza kutembea, kuketi na kuongea na Kristo. Ni mtu ambaye si wa kiroho. Ukimwambia nimekuwa na mazungumzo na Kristo, heresy, blasphemy. Yeye ni injili gani hiyo? Kwa sababu hajakuwa kwa roho. Lakini mimi na wewe tunajua roho. Bwana asifiwe. Amen. Roho ananena kwa sababu tayari amekuwa akitenda. Anashuhudia matendo ya shuhudia yangu Mungu ati nimesalamiana na fulani. Ashuhudii hiyo. Anashuhudia ile ambayo ametenda yeye mwenyewe. Chochote ambacho atafanya kwa maisha yako leo atakunenea. Amen. Ili upate kujua ni yeye, sio bibi yako ama mtoto wako amekufanyia. Atakunenea kwa sababu hiyo ni ahadi ametuambia Amos 3:7. Mungu afanye chochote bila kumjulisha mtumishi wake. Tumekubaliana ni watumishi hapa? Yes. Tumekubaliana ni watumishi? Amen. Tumekubaliana kwa kila mtu hapa ni mtumishi. Amen. Kama ni mtumishi, njia zangu zikoje leo? Na mtumishi anafukuishi na maisha ya namna gani? Bwana asifiwe. Amen. Challenge yourself. There is always room for improvement. Nafaa kuimprove on what? Lugha yangu iko sawa? Kama iko sawa, nafaa kurekebisha nini? Bwana asifiwe. Amen. Zile mahusiano yangu na watu yako namna gani? Haya mahusiano ni mazuri? Gani nafaa kukata? Gani nafaa kuwa? Maisha ya utumishi ni maisha ya kujigonga mwenyewe. Unajipiga manyundo mwenyewe, unajichonga mwenyewe. Ni chungu, lakini unajua jipu. Jipu. Uko na jipu kwa sababu ni chungu kutoa, unasema acha ikae Isaya. Acha ikae unatoa, si ndio? Ni uchungu lakini heri ito. Hivyo basi. Hiyo tabia iko, hata mimi niko nayo. Iko kwa ukubwa, kwa udogo, chonga toa. Ili yule mtumishi ndani yako akue. Yes. Amen. Yule mtumishi ndani yako akazae matunda. Amen. Huyu mtumishi ndani yako ako na huo moto. Huyu wa juu huyu anakataa huo moto kila siku. Hapana, wewe huoni, hapana, ni impossible kuishi hiyo maisha. Wewe kila siku ukiamka, mwambie Bwana ni asante, ni nafasi ya kujaribu tena. Wakati unakosea, unafanya dhambi, usiwahi jitetea. Bwana asifiwe. Amen. Wakati umerealize I've missed the mark, tegemea upendo wa Kristo. Tegemea upendo wa Kristo. Piga goti. Mwambie Bwana, pole. Mimi bado ni rafiki yako. Amen. Bwana, sina mwingine. Na kutegemea wewe. Msamaha wako na uhitaji. Usiende mahali hapana. Hapo
Nguvu zetu ziko in repentance. Without repentance, there is no relationship. Yes. Inamaanisha mimi na bibi yangu nikikosana na yeye ni divorce. Nikihesabu ile kwanza ile mashida nimempitishia ni mingi kuliko yeye anapitishia mimi. Lakini amenisamea yote. Without forgiveness, God is merciful. How will we know he's merciful? Through the act of amefungua dirisha ya repentance. You know, between righteousness and holiness, there are two different realms. Righteousness ni safari ya kuanguka na kusimama tena. Lakini we don't focus on kuanguka. Mtazamo wetu ni kuamuka tena. Kila unapoamuka, wacha kufocus, hapana, amuka tena. Unapomwona mwenzako ameanguka, msaidie kwa hapana anguka nayo. Kuna wimbo unasema anguka nayo. Hapana anguka na yeye. Wewe kazi yako kumuinua. Righteousness kuwa being right with God. Kwa moyo wangu nimekosea, lakini Bwana, mimi nataka kuwa rafiki yako kila wakati. Oh Bwana, mimi nakupenda wewe. Nifanye nini nikupendeza wewe? Unataka kuwa right na yeye. Katika hii kazi yangu hii. Hata kama ni kazi ya kuosha choo, nitafanya namna gani ili ya kumpendeza Mungu? Bwana asifiwe. Kwa hivyo maazimio yako kila wakati ni kumpendeza nani? Mungu. That you are being right with God. And being right with God, ukienda hivyo, kuna ukuta mkubwa mweupe ambao unaitwa utakatifu. Wakati utavua hii nguo, huu mwili ni nguo, utaingia kwa utakatifu. Kwa hivyo kama tunapanda mlima, unashika kamba unapanda. I'm being right with God. I'm being right with God. Ukifika kwa kilele, you are holy. Amen. Bwana asifiwe. Amen. You are holy. Wakati dunia unahangaika, huyu anakufa, wewe unajua kifo. Mungu amenipea nafasi, amenipea privilege. Kanipeleka kule watu wakiaga wale. Kumbe ukufa ni unaona macho hii, ukiblink hivi. Unaona ukiblink hivi, uko kwingine tayari. Uko unatembea. Hata nikianguka hapa before nikonge chini, kwanza natembea. Uko kwanza niko na mwili mkubwa kuliko huu. Bwana asifiwe. Kule uko na mwili mkubwa kuliko huu. Na huyu mtu anaitwa kifo, ni kama mtu kafuta. Anatembea kama yule mtoto anajua kujifunza kutembea. Unajua yule mtu anajifunza kutembea? Unajua nani amempea nguvu? Kile siku moja wakati nilianza, Bwana ananipea mafundisho. Haya mafundisho mtapewa. Hata nyinyi mtapewa. Ataondoa ile uoga kwanza yako. Hizi vitu ambavyo naambiwa urogi, kemea, ndio mtajikuta ukemei sana hata urogi. Unajikuta ukemei mapepo, unashika mtu tu hata usiombe na yeye. Umeguza tu kwa sababu ni vitu vya kipuzi. Ataondoa hiyo uoga ndani yako. Atafungua macho yako ya ndani. Ujue kuna vitu vingine muhimu kuliko ukemea mapepo. Ushirika ndio jambo muhimu. Ushirika na Roho ndio jambo muhimu. Kwa leo popote pale watu naenda kuwa na hamu. Bwana asifiwe. Kuwa na hamu na kumbuka ndani yako lazima uwe na neno. Kwa hivyo kila mtu hakikisha ana Biblia. Kila mtu lazima awe na Biblia. Si ya simu. Kuwa na Biblia hii ambayo unaweza kukaa chini mahali. Nataka kusoma kuhusu upendo. Google upendo versus gani? Jifundishe mwenyewe. Bwana asifiwe. Jifundishe mambo mawili, love and forgiveness. Love, upendo na msamaha. Hii inamkamilisha Kristo. Hii inakukamilisha. Si ushamkiri Kristo? Hii itakupeleka vizuri. Ile nyingine itajaza. Agano la Kale ni mifano ya huo upendo na msamaha na njia ya msamaha. Kwa sababu tuko katika uhusiano. Bwana asifiwe. Hiyo ni ngumu. Kwa sababu sisi hatustahili kuponywa. Lakini kwa sababu tunapendwa, anasema lazima tupo.
Bwana asifiwe. Yule mtu alikuwa tajiri, akatusi watu, akatusi marafiki zake wote, wakakuwa maadui. Sasa ni maskini, hana kitu, hafai kuongeleshwa, hafai kusaidiwa, si ndio? Lakini Kristo anasema huyu anafaa kusaidiwa wakati he is of no value, wakati hana asaidii chochote. Yule mbwa ambaye ni mgonjwa anangojea kukufa, hana meno, hawezi kufukuza mwizi, ako na magonjwa mingi ambayo ni kuchukuliwa na kutupwa chooni. Kristo anasema hapana, atibiwe, nitalipa bili yake, akipona aoshwe, aletwe kwa meza, tukae naye ndani ya nyumba. Huyo mbwa ni mimi na wewe. Amen. Huyo mbwa ni mimi na wewe. Hatuna dhamani yoyote, lakini vivyo hivyo tunapendwa. Amen. Na kwa huo upendo tunasamehewa. Na kwa huo upendo tunafanya upya kila siku. Utakuja utusi buko tena afanye mambo yake, lakini unapendwa. Amen. Na huu upendo ni wa milele, haubadiliki. Mungu Baba alijifunga na kiapo, akasema mimi mwanangu namfanya kuwa kuhani milele. Naye mwana akasema Baba, mimi hawa ni ndugu zangu milele. Sasa Baba anampenda mwana too much, naye mwana anatupenda sisi too much. Kwa hiyo Baba hana namna. Bwana sifiwe. Amen. Baba hana namna bali kutuokoa. Tukiapia mbele za Mungu, mwana, unajua roho ni ya mwana. So tukiapia pale kwa roho, au apia na hii mwili. Roho yako inavalishwa kama mask. Ukiapia pale mbele za Baba, anaona sura ya mwana. Anasema yes. Sisi ndio gani? Anaona sura ya Kristo. Kwa hivyo tunapendwa. Ndio tunapendwa. Tumpendeze Kristo kwa kila jambo. Amen. Tumweke nafasi ya mbele, iwe kazini, iwe kwa biashara, na jambo muhimu zaidi, share the love. Amen. Wacha lugha yetu ya hapa iwe ya upendo. Amen. Bwana asifiwe. Hata kama mtu amekukosea namna gani, either anakuja kuambia pole ama hajakwambia pole, hiyo sio shida yako. That's not your business. Your language should be of love, unconditionally. Sio niongeleshe mimi vizuri kwa sababu najua huyu ni apostle, huyu anaongeanga watu, anaongea vizuri. Lakini yule mwenye umetoka hapo nje umeona huyu hakuna atasaidia na anaongeza vibaya. No. Upendo wako unafaa uko without conditions. Amen. Kwa nini? Kwa sababu kuna mgeni ako ndani yangu. Roho wa Yesu, Roho wa Kristo, Roho wa Mungu ambaye inafaa kuchunga kila wakati. Huyo ndio tumaini letu. Tunapougua magonjwa ambayo yanatupitia sisi, tutashikwa na magonjwa kama watu wa dunia. Sawa? Tutashikwa na magonjwa kama lakini magonjwa yetu si ya kutuua. Amen. Ni ya kutufanya tuombe zaidi. Kwa mfano, napenda kupeana mfano wa ndoa. Wakati mfano, sababu nimeoa. Wakati mke wangu ameenda kazini, kazi inaendelea vizuri, atakuja amechoka jioni, atakaa mbali kidogo. Lakini akienda huko atusiwe na mtu, au alikuwa na siku mbaya, atakuja. Leo imekuwa siku mbaya leo. Ndio okay, toka twende out, kutoa stress. Hello. Ile stress ya kule nje imemfanya amekuwa karibu na mimi. The challenge outside, si kweli? Kwa mimi na wewe, hiyo shida iko ndani yako. Ni kufanya uende kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lalamika kwake. Inakufanya unakuwa karibu naye. Bwana asifiwe. Lakini ikikuwa ni ya dhambi, unakataa kuungama dhambi zako, hiyo kipengele kitakuwa ndio sababu ya kukumbusha. Kwa lazima kila wakati tuwe wanyenyekevu. Tusiwe kama Sauli. Unakumbuka Sauli? Soma Samueli wa kwanza mstari wa 15 na 16. Alimkosea yule mfalme Agagi, alikuwa muue, yeye akamleta na vile vinavyofanana, si ndio? Akaambia umefanya nini? Bwana anasema nimekosea. Anajitetea. Tusikiwe watu wa kujitetea. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tusimame. Tuongoze na pangio moja. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu. Ni wewe tu
Bwana ni wewe tu, ni wewe tu Bwana, 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 ni wewe tu. Umesikia neno la leo? Umesikia neno leo? Ni lazima tuwe na ushirika na Bwana. Kuwa na ushirika. Angalia unyonge wako, msajie Bwana. Mwambie Bwana anisaidie kwa hii area, unisaidie. Nimejaribu lakini natamani kuwa mtumishi kwako, nitumike na wewe. Natamani kutumika na wewe Bwana. Natamani nguvu zako Bwana, natamani roho wako. Usininyime roho wako Bwana. Nijaze na roho wako. Nifanye upya. Nisimamishe tena. Nitie nguvu tena. Nipate kuwa kama wewe.